na inapaswa kuendeshwa kwa kufuata katiba na sheria za nchi yetu. Sasa ili utawala wa sheria unayoheshimu haki za watu hapa nchini uwepo, ni lazima muhimili wa mahakama ambao umeanzishwa kwa mujibu wa ibara ya 107 ibara ya 107A kubwa ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mahakama iweze kutimiza wajibu wake wa kutoa haki ipasavyo. Jamii ambayo haina haki ni jamii ambayo haina ustawi, ni jamii ambayo haina maendeleo. Kimoja ambacho kwa kweli kinasikitisha, na kisa hiki kinamuhusu mama mmoja anaitwa Joanna Francisca Chifunda, ambaye kwa mara kadhaa amekuwa akienda Mahakama Kuu ya Tanzania division ya, lakini kwa bahati mbaya sana haki hiyo ameshindwa kuipata kwa wakati, na amekuwa akishindwa kuipata kupitia kwa majaji watatu tofauti ambao wamekuwa wakijirudia kila anapokwenda mahakamani. Yaani kesi yake huwa haipangwi tofauti na hao majaji watatu. Yaani kila anapoenda anakutana na hao, na anapokwenda huwa anashindana na mtu mmoja anaitwa Kuringe Real Estate. Na mwisho alikwenda mahakamani kupeleka maombi madogo ya ardhi namba 12002 ya mwaka 2025. Na haya maombi yalipangwa kusikilizwa mbele ya Mheshimiwa Jaji Hemedi. Na baada ya kusikilizwa kwa maombi hayo, uamuzi ulitolewa kwa maana ya ruling. Sasa kwa mujibu wa sheria inayosimamia mwenendo wa uendeshaji wa mashauri ya madai nchini, the Civil Procedure Code, ambao ni sura ya 33 ya sheria za Tanzania, inataka kesi yoyote inaposikilizwa mahakamani na kufikia tamati, basi uamuzi uweze kutolewa kwa wadaawa, kwa maana ya parties wa shauri hilo. Na uamuzi unatakiwa kutolewa kwa mujibu wa amri ya 20 kanuni ya 20 ya sheria ya mwenendo wa usimamizi wa makosa, mwenendo wa usimamizi wa mashauri ya madai, ambayo ni sura ya 33 ya sheria za Tanzania. Amri hiyo ya 20 inasema uamuzi ukishatolewa na mahakama unatakiwa nakala wapewe wadaawa. Kwa hiyo Joanna Francisca Chifunda alipewa huo uamuzi ambao ni huu hapa, ndugu waandishi wa habari. Na huu uamuzi unapatikana katika tovuti rasmi ya mahakama ya Tanzania maarufu kama Tanzili, kwa wale ambao wanafuatilia masuala ya mahakama na mambo mbalimbali ya kisheria. Maamuzi yote ya Mahakama Kuu na Mahakama ya Rufani yanapatikana kwenye hiyo tovuti, inaitwa Tanzili. Kwa hiyo huu uamuzi ulipandishwa kule Tanzili, uliwekwa kule, na mtu yoyote anaweza akaenda kauona. Na utajuaje sasa kama huu uamuzi ni uamuzi halali wa mahakama? Ili uweze kujua kwamba huu ni uamuzi halali wa mahakama, sheria ya usimamizi wa mwenendo wa mashauri ya madai nchini, the Criminal Procedure Code, sura ya 33, kupitia amri ya 20 kanuni ya 3, imeweka sifa ambazo zinamfanya mtu yoyote aweze kujua kwamba huu ni uamuzi au sio uamuzi wa mahakama. Oda kwa maana ya amri ya 20 kanuni ya 3 inasema utaujua huu kama ni uamuzi wa mahakama kama utakuwa umesainiwa na jaji au hakimu husika, lakini kama utakuwa umewekwa tarehe, lakini pia kama utakuwa
umeshasomwa mahakamani. Sasa uamuzi huu una tarehe ambapo ulitolewa tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka 2025 na umesainiwa na jaji wa mahakama kuu Errol Hemedi. Na uamuzi wa mahakama unapotolewa unakuwa ni kwa ajili ya jamii. Jamii inaweza ikawa ni ya wanafunzi au jamii nyingine yoyote ile ambayo inahusika na uamuzi huo. Kwa hiyo hata wanafunzi wanatumia uamuzi huu kujifunza mashuleni. Sasa huu uamuzi umetolewa na una sentensi moja tu. Uamuzi huu una sentensi moja tu. Na pengine unaweza ukawa ndio uamuzi wa kwanza duniani unaomaliza kesi kwa sentensi moja. Ndiyo sababu tumeamua leo kuja mbeleni kama wapigania haki kuweka wazi huu uonevu unaofanyika mahakamani na unaofanywa na maafisa wa mahakama, wakiwepo majaji na mahakimu. Sheria ya usimamizi wa mienendo wa mashauri ya madai, kama nilivyosema awali, the Criminal Procedure Code, imeweka sifa za namna gani uamuzi wa mahakama unapaswa kuwa. Sheria hiyo imeweka sifa, na ili ujue uamuzi wa mahakama unapaswa kuwa na vigezo gani, unapaswa kuwa na sifa gani, unatakiwa uende ukaangalie amri ya 20 kanuni ya 4. Amri ya 20 kanuni ya 4 ya sheria ya mwenendo wa mashauri ya madai, the Criminal Procedure Code. Amri hiyo inasema uamuzi wowote wa mahakama lazima uwe na concise statement, yani uwe na historia ya shauri husika, lakini uwe na mambo ambayo mahakama inatakiwa kuyafanyia uamuzi, alafu iwe na uamuzi, alafu iwe na sababu za huo uamuzi. Hivyo vigezo vinne vikiwepo kwa mujibu wa amri ya 20 kanuni ya 4 ya sheria ya mwenendo wa mashauri ya madai, huo unakuwa ni uamuzi. Sasa huu uamuzi uliotolewa tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka 2025 dhidi ya Joanna Chifunda hauna hivyo vigezo. Una sentensi moja tu na anasomeka application dismissed with no orders as to cost. Basi haielezi shauri lililokuwa mbele ya mahakama lilikuwa linahusu nini, ni hoja gani ambazo mahakama ilipaswa kuzitolea uamuzi, na uamuzi wenyewe ni upi, na kwa nini mahakama iliamua kutoa uamuzi huo. Kwenye uamuzi ambao ni uamuzi halali kabisa, una barcode hapa. Una barcode ambayo inathibitisha kwamba hii ni nyaraka halali kutoka mahakamani. Haionyeshi hizo sifa ambazo zimetajwa kwenye amri ya 20 kanuni ya 4 ya sheria ya uendeshaji wa mashauri ya madai hapa nchini. Sasa baada ya uamuzi kutoka, ulitushangaza sisi kama wapigania haki, na tukaamua kupigia kelele kwamba mahakama haiwezi kufikia kiwango hiki cha kutoa uamuzi ambao unakinzana na sheria, na mapungufu yanayoonekana katika uamuzi huu sio ya bahati mbaya ukadhani kwamba mtu alikosea tu basi asamehewe. Hapana. Sasa walipoona kelele zinazidi mahakamani, kelele zinazidi kutokana na huu uamuzi, mahakama wakaamua kubadilisha uamuzi, wakaleta uamuzi mwingine. Wakaleta uamuzi mwingine unaohusu kesi hiyo hiyo, uamuzi huu wa waandishi wa habari, ili kutaka kuonyesha kwamba hichi kilichofanyika sio chenyewe. Sasa kama nilivyowaambia awali, kupitia kanuni ya 3 ya amri ya 20 ya sheria ya usimamizi wa mashauri ya madai, uamuzi wa mahakama ukishasomwa hauwezi kubadilishwa.
uamuzi wa mahakama ukishasomwa hauwezi kubadilishwa, na ukibadilishwa unathibitisha nia ovu ambayo huyo jaji, huyo hakimu alikuwa nayo dhidi ya mmoja kati ya wadaiwa kwenye shauri lililokuwa mbele yake. Sasa mahakama ikaenda ikatuletea uamuzi mwingine, na huu uamuzi kama unavyoonekana hapa ulitolewa tarehe 13 ya mwezi wa 8 mwaka 2025. Yaani hapa tuna maamuzi mawili yanayohusu jambo moja. Huku tarehe 18 mwezi wa 8 hakuna sababu zozote za kuifuta kesi. Huku tarehe 18 ya mwezi wa 8 2020, tarehe 13 ya mwezi wa 8 2025. Haijawahi kutokea duniani mahakama ikatoa nakala mbili za uamuzi kwenye swala moja. Haijawahi kutokea. Hii inathibitisha nia ovu ambayo mahakama ilikuwa nayo dhidi ya huyu Joanna Francisca Chifunda. Na sisi kama wapigania haki hatuwezi kukaa kimya kwa kigezo chochote kile. Hatuna hiyo sababu ya kukaa kimya. Tunapoona uonevu unafanyika dhidi ya mtu mmoja, maana yake huo ni uonevu unaoweza kufanywa dhidi ya watu wengine wengi tu. Na hatuko hapa kumlinda mtu. Maamuzi mawili haya. Sasa ili ujue kwamba huu uamuzi ni wa kubumba au sio, au huu uamuzi ulikuwa na lengo la kutoa haki au ulikuwa hauna lengo la kutoa haki, unaenda kwenye mwenendo, kwa Kiingereza wanaita proceedings. Proceedings, mwenendo wa haya maombi yaliyokuwa mbele ya Mheshimiwa Jaji Hemedi Lusungu. Huu mwenendo ndio utakao kuonyesha mambo yote yaliyojiri mahakamani siku zote ambazo kesi ilikuwa ikiitwa na kuendeshwa. Huu mwenendo huu, na wenyewe upo, unapatikana katika tovuti ya mahakama. Sasa kwa vyovyote vile, ukitaka uone kwamba mahakama inaukana huu uamuzi kwamba sio wake au ni wake, unaenda kwenye mwenendo kama nilivyosema awali, kuangalia je, tarehe 18 mwezi wa 8 2025 kulikuwa kuna kitu gani siku hiyo mahakamani. Mwenendo ndio unakuambia tarehe 18 mwezi wa 8. Tuone kama ndio ilikuwa siku ya uamuzi. Tarehe 18 mwezi wa 8. Kwanza cha kusikitisha, ni kwamba hakuna mwenendo wowote unaoonyesha kwamba tarehe 18 mwezi wa 8 mahakama iliketi siku hiyo kwa ajili ya kesi hii. Hakuna kwenye mwenendo hapo tarehe 18. Lakini hapa tunaambiwa uamuzi ulitolewa tarehe 18. Kwenye mwenendo tarehe 18 hiyo kesi siku hiyo haikuwepo mahakamani. Kinachoonekana mwezi wa 8 ni tarehe 4. Tarehe 4, halafu kesi ikaahirishwa ije tarehe 13 mwezi wa 8. Kwa hiyo tayari tumeshaona huu uamuzi uliotolewa ni uamuzi wa kubumba, ni uamuzi feki, na sijui ulikuwa unatolewa kwa maslahi ya nani. Na unaona kabisa hapa kwamba alichokiandika Mheshimiwa Jaji Hemedi ni kwamba ameifuta ile kesi. Kaifuta kesi siku ambayo kesi haikuwepo mahakamani kwa mujibu wa mwenendo. Wakati mwingine tuwe serious jamani. Mahakama ikiharibika, mahakama ikishindwa kuchukua nafasi yake ya kusimamia haki na kutoa haki kwa watu, hii nchi haitakuwa kama tunavyoiona leo. Nchi hii imepiga hatua kubwa za kimaendeleo kwa sababu kuna amani. Tumepata amani kwa sababu watu wanaiamini mahakama, kwamba usipomfanyia inavyotakiwa kwa mujibu wa sheria, kuna sehemu ipo atakimbilia kwenda kuipata haki. Huyu Joanna Chifunda anaenda mahakamani kutafuta haki yake dhidi ya Kuringe. Mahakama inatoa amri, inatoa hukumu, inasema imefuta kesi yake
siku ya tarehe 18 ndio inamsomea huu uamuzi. Hiyo siku hakuna mahakama. Kwa nini jaji alitoa uamuzi tarehe 18 bila hata watu kuwepo? Na kama kweli huu ni uamuzi halali, mbona huku kwenye mwenendo huo uamuzi hauonekani? Kwenye mwenendo uamuzi hauonekani. Lakini kama hiyo haitoshi, tuangalie siku ya tarehe 13 nini kilijiri mahakamani. Mahakama siku ya tarehe 4 mwezi wa 8 ilisema kesi ije tarehe 13 mwezi wa 8 kwa ajili ya kutajwa. Mwenendo huu hapa, kwa ajili ya kutajwa. Kesi inapokuja kwa ajili ya kutajwa, hakuna uamuzi unaweza ukatolewa. Yote yale ambayo yanatakiwa kufanyika mahakamani kwa siku zinazokuja lazima yaandikwe kwenye mwenendo. Sasa mwenendo unatuambia tarehe 13 ni siku ya kutaja kesi, sio siku ya kutoa hukumu au uamuzi wowote. Sasa angalia, hapa kuna uamuzi. Na huu uamuzi nimepewa na mheshimiwa naibu msajili, nikaambiwa huu ndio uamuzi umewekwa kwenye tovuti ya mahakama Tanzili. Huu uamuzi umetolewa tarehe 13 ya mwezi wa 8. Tarehe 13 ya mwezi wa 8 na umesainiwa na mheshimiwa jaji na una muhuri wa mahakama.